watu wanafanya kwa kutokujua, lakini sawa sawa mtu ajinasibu kwa babu yake aliyemzalia mama, tumzalia kwa mama yake na babu yake aliyemzalia mama, nasabu yake ni kwa upande wa mama, hilo ni moja. Ama kwa ile fatwa tuliwahi kuizungumza hapa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fatwa ambayo ulama al-muasirin hawajaikubali sana, lakini al-Imam Ibn al-Qayyim wal-Imam Ibn Taymiyyah na wengineo wanaona kwamba mtu atakapokuwa amezini ni mwanamke akapatikana mtoto wa nje ya ndoa, na haya ni mambo yanapatikana kwa wingi katika mujtamaa wetu, si kila mtaa, tuseme kila nyumba utakapofika utakutana na habari hizo kwamba hilo tatizo lipo. Sasa katika fatwa aliyotoa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo kwamba huyu aliyefanya jarima hii, kama mtoto yule atamkubali na akakubali kujinasibu na yeye, basi atakuwa ni baba yake, atafaa kujinasibu naye. Hiyo fatwa iko, na niliwahi kutoa maelezo hapo kwa ufafanuzi siku moja. Baba amekukubali wewe, basi mwanawe jinasibu naye, utamrithi, mtarithiana. Fatwa hiyo iko ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Hiyo ulama al-muasirun kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhi hawajakubaliana fatwa hii. Mnaelewa ninachokisema? Lakini bila shaka labda pengine wangeangalia janga, wana kile janga lililoko katika miji yetu, basi pengine wangefanya takhfifu, wakaona basi afadhali iwe hivi, kwa sababu matatizo ni mengi sana, si ndio? Matatizo ni mengi kweli. Yaani watu waweza kukaa mahali, unaweza kukaa mahali watu 30 mpaka 40, watu 20 walikuwa pale uko nje ya ndoa. Ni kweli usikweli? Tena watu wakubwa na akili zao na watu wana maana kabisa, lakini wamezaliwa hivyo. Au kikaa na watu 50, kama ni watu wana umri miaka 30 kwenda mbele, karibu katika wale watu 30 watu 29 kila mmoja na mtoto nje ya ndoa. Ni kweli usikweli? Yule kazaa kule, yule kazaa kule, yule mwingine siri yake, mwingine, basi ni tatizo kubwa liko katika nchi zetu. Tunakwenda kufanana Europe au Amerika. Sasa kwa nchi kama hizi kufanyia kazi fatwa hii inapunguza matatizo mengi sana, kwamba huyu kazaliwa nje ya ndoa kwa hiyo hana wali, huyu kazaliwa nje ya ndoa hana wali. Matatizo hayo ni mengi. Sasa afadhali wale mababa wangefanyia kazi fatwa hii, wakapunguza mzigo huo, akakubali kwamba huyu mwanangu. Nasema tu rai, lakini sio kwamba napitisha hivi, nasema rai ingekuwa ili kupunguza ili janga ambalo lipo katika ulimwengu leo, hasa katika hii miji yetu. Katika dual al-Arab kidogo jambo hili limekula takhfifu kiasi kikubwa sana katika nchi za Kiislamu. Tatizo hili hata kama lipo basi ni kidogo, ni aibu kubwa, lakini huku kwetu ni jambo la kawaida. Kwa hiyo nisba ya mtoto wa nje ya ndoa kujinasibu na babu yake aliyemzalia mama yake ni jambo la sawa, na asitafute nisba nyingine. La, kama watu watafahamu hili wakaamua kufuata utaratibu huo, pia hao katika makosa, kwa sababu tatizo ni mtu kushika neno au kushika fatwa ambao huna salaf katika hilo, lakini sisi tunao salaf katika hilo. Nadhani kauli ya Ibn Taymiyyah iko wazi, inasema kwa wazi kabisa. Ibn Uthaymeen pia ndo msimamo wake katika sharh al-Mumti, si limtaja, nikuja kusoma hapa maelezo yake. Msimamo wa Sheikh Ibn Uthaymeen pia hapa nimemtaja kwamba katika wanaokataa, lakini Ibn Uthaymeen katika wenye kulikubali hili, si ndio hivyo? Au nimesahau? Pana maelezo lakini sikakubali.